sema maneno dhidi yake katika neema aliyokuwa nayo, na nia yako ikiwa si mzuri akaathirika kupitia maneno aliyokuwa nayo. Na hasadi kwa kweli ni jambo baya, kwa sababu ni haramu, lakini ina madhara makubwa. Na mtu akihusudika lazima yale mambo yake yaliyopangiliwa yayumbe kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kama kungekuwa kuna kitu cha kushindana na kadari ya Mwenyezi Mungu, basi ilikuwa ni hichi kijicho pamoja na hasadi. Hasadi inaua, hasadi inasababisha ndoa kuvunjika, hasadi inafukuzisha kazi, hasadi inanyima mtu raha, hasadi inaleta mambo kadha wa kadha. Kwa hiyo hasadi ina mambo mengi, hadith wala haraj. Na hasadi haimpati mtu muovu tu, mpaka mtu mwema hasadi inamshambulia, inampata, inamtesa. Hivyo basi ni vyema mtu akipatwa na hasad atumie zile njia za kisheria zilizoelekezwa kupona hasadi yake. Lakini pia tiba za asili pia zinasaidia kuondosha mambo ya hasad. Mfano, miongoni mwa dawa za hasad kuna mafuta haya yalosomewa dua zote zinazoondosha hasad pamoja na kijicho. Mafuta ya sihiria ashqiyu powder ni mafuta kwa ajili ya kupaka mwili mzima. Lakini pia kuna dawa bukhuri, hii ni kwa ajili ya kujifukiza kwenye maji, steaming. Sihiria ashqiyu bukhur, kwa kweli dawa hii ni mujarrab sana, ikikutana pamoja na hii inaondosha mikosi pamoja na hasad. Lakini pia hasadi kwa ajili ya nyumba, hapo hapo kuna dawa ya tatu inaitwa wikayatu jinni. Sheikh darasa unatunyima utulivu. Kuna wikayatu jinni, kuna wikayatu jinni vile vile inasababisha kuondosha hasad ya ndani ya nyumba. Lakini pia sambamba na hayo yote hayo, pia inasababisha hasadi iliyoingia kwa mwili. Hii pia inasaidia mtu ambaye kumwekea kinga ndani ya mwili wake ambaye ameathirika na masi au na hasad. Lakini pia jini mahaba, kuna baadhi ya vitu vinasababisha hasadi, mijusi, kuingia mji usiku na giza lake na mfano wa vitu kama hivi. Na jini mahaba akikupata, kuna dawa inaitwa riha tayyiba, ni dawa nzuri sana kwa ajili ya kupambana na mambo hayo ya hasad. Kwa hiyo kama mtu amehusudika katika afya au katika uchumi au katika heshima au katika kipato, basi akitumia dawa hizi tano, insha Allahu taala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamsahilishia. Barakallahu fikum. Tunahamia upande wa pili. Upande wa pili kuna matatizo ya arthritis. Matatizo ya arthritis ni matatizo ya mifupa, uti wa mgongo na kadhalika, ni vitu ambavyo vinasumbua sana. Joint kuuma, kuna dawa inaitwa idhama, kuna dawa inaitwa tarakia, kuna dawa inaitwa jawarihia. Hii ukiwa na maumivu ya kichwa, kifua, mgongo, ukitumia dawa hizi unapata usahali mzuri sana. Lakini sanjali na hayo, kuna maradhi ya hatari, na maradhi haya yanasababisha mtu kupooza. Ni maradhi ya moyo, pressure, kutanuka kwa moyo, kuuma kwa moyo, moyo uliozungukwa na mafuta, moyo ambao haufanyi kazi vizuri. Tumemwandalia mtu dawa inaitwa qalbun maridh. Qalbun maridh ni dawa mujarrab, pamoja na dawa iliyochanganywa na tunda la amla, majmua alqulub. Lakini pia pamoja na vidonge adhim vinaitwa fuadaka. Fuada au fuadun ni moyo, fuadun ni moyo. Kwa hiyo mtu mwenye matatizo hayo akipata dawa hizi tatu, inshallah atapata usahali.
Lakini pia kuna maradhi yana trendi, yanasumbua, yanaumiza, na haya yanaleta mpaka bawasiri kwa baadaye, na yanaleta mpaka saratani. Ni maradhi ya ulcers, madonda ya tumbo, mwenye H pylori, mwenye michubuko, na matatizo yote yanahusiana na vidonda vya tumbo. Mtu kashatumia dawa nyingi sana, dozi yake atumie dawa 3, na dawa hizi kuna A, B na C. A, konki juu ya konki, ni dawa inaitwa amradhu batnia, ambayo mtu ameshika tumbo, ni dawa njema. Namba 2 ni majmuu albutun, ni dawa ambayo inaonekana huyu bwana mkubwa hapa tumbo lake limekuwa jekundu kabisa, kalikamata. Lakini dawa ya 3 inaitwa Fi'lmeda, inaonesha inaingia kwenye tumbo mpana. Mtu huyu ashaanza kuathirika mpaka na maradhi ya kukosa choo na bawasiri na gesi na kubeua na kucheua. Kwa hiyo akipata dawa hizi 3 biidhnillahil karim, huyu vidonda vya tumbo atasahau. Vidonda vya tumbo vinapona kabisa, na tunavipata kwa sababu hatuna miko ya kula, na si lazima tule. Zile mashine zikifanya kazi sana tunapata shida. Lakini pia dawa ya mwisho ambayo hii nikiimalizia pengine watu wakasahau za kwanza, ni dawa za mambo ya ndani, mambo ya kina baba. Hii dawa inaitwa majmua, inaitwa alqawiyul awwal. Ni dawa ambayo ndani yake ina pakanga, ina mvuti, lakini ina mshushu wa mbuzi. Pakanga, mvuti na mshushu wa mbuzi, vitu hivi ni hatari. Wanasema hatari wanaume. Kwanza ni dawa UTI inasafisha, hilo la kwanza. Lakini ni dawa tezi dume. Kwanza ni dawa inaweka fresh moyo. Naomba na mimi ninywe jamani, naomba ninywe, nimejisikia kuinywa, wacha niinywe kwa sababu nkionaga lakini mimi siinywi kwa ajili ya hayo mambo mengine, nainywa kutia nguvu tu mwilini, sio nguvu za roho, nguvu za yani mkono unakuwa madhubuti. Bismillahirrahmanirrahim. Habari yake kubwa hii alqawi awwal, alokufa Mungu amrehemu. Wallahi habari yake nzito hii. Bismillahirrahmanirrahim. Baka na overdose. So kwanza ina kautamu fulani ukinywa, bwana inazidi mara mwisho, pole, mara mwisho. Litiliania kuinywa mchana hii. Litiliania kuinywa mchana hii. Ina flash mkojo kweli kweli. Ina flash. Lakini vijana ambao wanasoma form 1, form 2, form 3, form 4 ambao hawajaoa, hata akiwa na UTI atumpi dawa hii, kwa sababu anaweza akaanzisha ubakaji kabisa. Anaweza akaanzisha ubakaji baada ya kutengeneza tukawa tumeharibu. Lakini watu kama kina Sheikh Uthman Michael, wazee wa mathna, thulatha wa rubaa, hivi ndio vitu vyetu hivi. Hivi ndio vitu vyetu. Kwa hiyo alqawiyul awwal ni dawa moja mujarrabu sana. Ni dawa, ni hitajio lako. Yani ukiinywa unasema mashaallah. Alafu kwa nini isiwe dawa? Wewe unakunywa kwa ajili ya nguvu za kiume, unapona na malaria, unapona na typhoid, unapona na kadhaa. Hasa issue, unaona hivi nilivyoinywa, hesabia dakika 5 mbele itakuja haja ya kujisaidia albaul, haja ndogo, kuchichi, inakuja chichi, na ile chichi inakuwa kama maji white, safi sana, safi sana. Yani hii ni kama asali. Unajua asali ukinywa unakuta mkojo unatoka ule njano unasafishwa kweli kweli. Sasa hii dawa hii eti ikutane na dawa inaitwa dhuful jinsia lirijal, ndani yake ina asali. Hii nayo ni kwa ajili ya kina baba. Hii ni kwa ajili ya kina baba, na wacha nikijificha huko nitakunywa. Lakini nikinywa hapa wale mashemeji zetu wasema yule Sheikh Shwaini kweli kweli ndoni sasa vile hata kuwakera. Lakini mimi nainywa kwa ajili ya kuondoa mafua, kupunguza mafua, sawa
dawa moja mujarrab sana. Lakini pia kuna dawa inaitwa mathna wa thulatha wa arbaa. Mathna wa thulatha wa arbaa, hii ni dawa mujarrab ambayo inaamsha hisia na kuzalisha zile hormone balance. Hii ukinywa unaona mpaka pressure inapanda. Lakini kuna dawa inaitwa tawilun, kwa ajili ya yale maumbile yaliyojikunja na kuingia ndani kwa sababu fulani fulani. Kwa dawa hizi ni za mwisho. Tulichojifunza leo au tulichoelekezana leo, tumeona dawa za hasad, na kwa kifupi sana tumeona hasadi sababu zake ni nini na kinga yake, dua, visomo pamoja na dawa kama hizi. Lakini pia tukaona dawa za matatizo ya mifupa, lakini pia tukaoneshwa dawa za matatizo ya moyo, tukahamishwa tukaoneshwa mtandao mzima wa madonda ya tumbo, lakini tukahamishwa tukaletwa juu ya dawa za kina baba, ambao dawa hizi tumetajiwa moja tu, vichanganyo, tukaambiwa kuna pakanga, kuna mvuti, kuna mshushu wa mbuzi ndani yake. Hizi dawa hizi wacha tu nikuambie, zina siri yake na usicheke, zina majina ya ajabu. Kwa mfano kama hii ina mmea unaitwa mzalia nyuma, dawa hii, na mpaka wakaita hivyo, habari zake kubwa. Humu kuna mshushu wa mbuzi, umeshafahamu vizuri. Humu kuna mti siku hizi wanauita dushele. Maumbile madogo anaita kibamia, makubwa anaita dushele. Hiyo dushele yenyewe ni mti ule unaitwa mwegea, mremela, mdushele. Na mtu kweli, zamani Wamasai walikuwa wakiuza dawa kama hizi, wanauza kwa hekima, bil hikma. Walikuwa wakitangaza dawa mchuma mbele, dawa mchuma mbele. Ukiwa mtoto uelewi nini dawa mchuma mbele, katumie uone habari yake. Baba, heshima yake yawe simba ndani ya familia. Pamoja unatunza, pamoja na kadha, lakini uwe imara. Huduma za visomo zinapatikana pia. Lakini dawa fulani nyingi zipo. Leo tumeleta hizi kama sample. Tunazo dawa za sukari, dawa nzuri za figo, vifua, uzazi, uvimbe. Kwa hiyo wewe usipate tabu tu kwamba dawa gani. Dawa tunazo. Fuatilia sana katika peji zetu. Hebu ingia Othman Michael Online TV. Othman Michael Online TV nayo ni online ambayo mara nyingi sana inaeleza dawa hizi, na katika online hiyo hakuna dawa ambayo utaikosa. Lakini pia namba zetu hizi zinapita katika vioo vya simu mbalimbali. Muje mupate huduma ya visomo na dua, na sisi tunafanya mikesha hasa siku kama ya leo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, ahsanul jazaa wa jazani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.